Kauli ambayo ameweza kuitoa mchungaji Peter Msigwa kuhusiana na serikali ya Tanzania na Chama cha Mapinduzi yaani CCM, kwamba kuna wakati serikali na Chama cha Mapinduzi vinakuwa ndivyo tishio kwa usalama wa taifa hapa nchini. Sasa yeye amesema kwamba ni wakati gani serikali na chama tawala vinakuwa ni tishio kwa usalama wa taifa? Hili ni swali zito, na ukweli ambao si rahisi kusema ni kwamba serikali na chama tawala kimsingi vimepewa wajibu wa kuweza kulinda usalama wa taifa, lakini hata hivyo chini ya mazingira fulani vinaweza kuanza kuwa sehemu ya tatizo na kudhoofisha usalama huo wao wenyewe. Mara nyingi tunapozungumzia usalama wa taifa, fikira zetu hukimbilia jeshi, polisi, vyombo vya ulinzi na usalama, mipaka ya nchi au uwezo wa kukabiliana na maadui kutoka nje. Hayo ni muhimu, lakini sio vya msingi au sio msingi mkuu wa usalama wa taifa. Msingi wa usalama wa taifa ni imani ya wananchi kwa dola na taasisi zake. Serikali huanza kuwa tishio kwa usalama wa taifa pale inapoweka kuendelea kubaki madarakani mbele ya kuweza kulinda katiba, sheria na maslahi ya taifa. Wakati chama tawala kinapoanza kujiona kuwa ndicho taifa na yeyote anayekosea anaonekana kama ni adui wa nchi, hapo msingi wa taifa huanza kuyumba. Chama cha siasa ni chama cha muda, taifa ni la milele. Taasisi za dola zinaposhindwa kutumikia wananchi wote kwa usawa na badala yake kutumiwa kuweza kulinda maslahi ya kisiasa ya watawala, imani ya wananchi huanza kupotea. Mahakama zinapoonekana hazitendi haki kwa uhuru, bunge linaposhindwa kusimamia serikali na vyombo vya dola vinapoonekana kuweza kutumikia chama badala ya katiba, changamoto ya usalama wa taifa huanza kutokea ndani ya mfumo wenyewe. Mchungaji Peter Msigwa anaendelea kwa kutuambia kwamba serikali huwa tishio kwa usalama wa taifa pale ukosoaji unapochukuliwa kuwa ni uasi badala ya uzalendo. Taifa lolote lenye afya ya kisiasa hukua kwa sababu lina wananchi wanaoweza kusema ukweli hata unaoumiza. Kukandamiza sauti za wananchi hakuondoi matatizo, huyaficha kwa muda mpaka yanapokuwa makubwa zaidi na yanapolipuka kuliko moto wa petroli. Pia serikali huwa ni tishio pale hofu inapochukua nafasi ya uhuru. Utii kwa viongozi unapokuwa ni muhimu kuliko utii kwa sheria. Uaminifu kwa chama unapewa thamani kuliko uwezo na uadilifu. Uchaguzi unapopoteza uaminifu wa wananchi, vyombo vya habari na vyombo vya ulinzi na usalama vinapoingizwa katika ushindani wa kisiasa badala ya kubaki waaminifu kwa katiba ya taifa. Lakini historia inatufundisha jambo moja muhimu, kwamba mataifa mengi hayajaanguka kwa sababu wananchi walikuwa huru kusema. Yameanguka kwa sababu viongozi walikataa kusikiliza waliokuwa wakisema ukweli au kuwasikiliza wale waliokuwa wakisema ukweli. Usalama wa taifa wa kweli haujengwi kwa nguvu za dola pekee, hujengwa juu ya nguzo 5: katiba, kuheshimiwa kuliko matakwa ya watawala, taasisi zinazojitegemea na kutenda haki bila upendeleo, sheria kutumika kwa usawa kwa kila mtu, ushindani wa kisiasa
ulio huru na wa haki, lakini serikali inayowajibika kwa wananchi na kuweza kujenga imani yao. Serikali yenye nguvu si ile inayowaogopa wapinzani wake, ni ile inayojiamini kisiasa au kwa kiasi cha kuweza kuvumilia ukosoaji mkali kutoka kwa wapinzani. Taifa lenye nguvu si lile linaloziba midomo wakosoaji, ni lile linalojibu hoja na changamoto kwa utendaji bora. Uzalendo si ukimya mbele ya makosa. Uzalendo ni ujasiri wa kuweza kusema ukweli kwa lengo la kuweza kulijenga taifa. Kutetea katiba si kupinga serikali. Kutetea uhuru wa mahakama si kuhujumu dola. Kudai uwajibikaji si kuhatarisha usalama wa taifa. Kinyume chake, hayo ndiyo yanayolinda taifa dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka. Kiongozi mwenye maono aulizi tutabaki madarakani kwa namna gani, bali huuliza tutaliachaje taifa letu likiwa imara zaidi kuliko tulivyolikuta? Kwa sababu mwisho wa yote, serikali zitapita, vyama vya siasa vitabadilika, viongozi watastaafu, lakini taifa lazima libaki. Huo ndio wajibu mkuu wa uongozi wa kweli, sio huu wa sasa. Lakini akaendelea kwa kutuambia kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake mtaendelea kukwepa uhalisia hadi lini? Akaendelea kuwadunga maswali hapa. Akasema kwamba amri iliyotolewa na Bwana Katambi ya kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa imezua maswali makubwa kuhusu haki za kisiasa, uhuru wa kujieleza na mustakabali wa demokrasia hapa nchini Tanzania. Hatua kama hii inaweza kutafsiriwa na wengi kuwa ni njia ya kuzuia ushindani wa hoja badala ya kuweza kujibu hoja za wapinzani kupitia mjadala wa wazi. Wananchi wanahitaji majibu ya maswali ya msingi, na maswali yenyewe ni kama yafuatavyo. Je, kuzuia mikutano ya hadhara kutapunguza ugumu wa maisha unaowakabili wananchi? Je, kutarejesha imani ya wawekezaji na washirika wa maendeleo hapa nchini? Je, kuzuia mikutano hiyo kutatoa majibu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu yakiwemo matukio yaliyoripotiwa mnamo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025? Je, kuzuia mikutano hiyo ya hadhara kutatoa majibu kuhusu tuhuma za ufisadi na utajiri mkubwa wa baadhi ya mawaziri na watumishi waandamizi wa serikali ambazo zimeendelea kuzua mjadala na maswali mengi ya uwajibikaji hapa nchini? Changamoto za taifa haziwezi kutatuliwa kwa kuzuia mikutano ya kisiasa. Wananchi wanatarajia kuona uwajibikaji, utawala unaozingatia sheria, taasisi imara na majibu ya hoja zinazogusa maisha yao ya kila siku. Demokrasia yenye afya hujengwa kwa heshima, haki za wananchi za kukutana, kujieleza na kushindana kwa hoja. Serikali yenye kujiamini haipaswi kuogopa maoni tofauti, inapaswa kuyajibu kwa hoja. Uwazi wa matendo yanayojenga imani ya wananchi ndiyo afya ya taifa. Hapa Bwana Mchungaji Peter Msigwa akawa amemaliza kutupa kile ambacho alitaka serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan waweze kukisikia na waweze kutoa majibu kwa wananchi. Kama ambavyo umeweza kusikia hizi pointi ambazo ameweza kuzitoa Mchungaji Peter Msigwa, na wewe naliacha kwako. Je, kuzuia mikutano ya hadhara, unadhani kwamba watatatua matatizo ya wananchi wanayoyadai? Je, kuzuia mikutano ya hadhara, je, yale maswali ambayo kaweza kuyaibua CIG hapa tukimzungumzia Profesa Assad,
kwamba kuna baadhi ya mawaziri wana magari, yani kwamba hana miaka mitano kwenye uwaziri huo, lakini kipindi kifupi amepata zaidi ya magari matatu ambayo ni ya shilingi milioni 450. Magari matatu ukiyapiga kwa bei hiyo, nadhani inaweza ikagonga kwenye bilioni 1. Yani kwamba waziri hana muda mrefu, na tunajua mshahara wa waziri, halafu magari yanayomiliki ni zaidi ya mshahara wake hata akiyafanya kwa miaka 10, lakini magari hayo anamiliki. Sasa hayo mambo yameweza kuibua mijadala mikubwa na maswali mengi. Tuachie ujumbe wako.